Habari gani mwana KOA TV? Kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Ni takriban mwezi mmoja na wiki kadhaa zimeshapita tangu Mdude Nyagali aweze kutekwa au kupotezwa kusikojulikana. John Pambalu huyu hapa ni mwanaharakati kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia ameshawahi kuwa mwenyekiti wa Bavicha kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Nataka nikusomee kile ambacho ameandika John Pambalu katika mtandao wa Twitter kuhusiana na kesi au jalada la kesi lililofunguliwa katika mahakama kuu ya kanda ya Mbeya. Na nukuu kile ambacho ameandika John Pambalu, na nukuu: kesi ya kutekwa kwa Mdude Nyagali itasikilizwa katika mahakama kuu kanda ya Mbeya tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tukutane mahakamani. #free Mdude Nyagali. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ambayo ameandika John Pambalu katika mtandao wa Twitter kuhusiana na jalada la kesi ambalo limefunguliwa katika mahakama kuu ya kanda ya Mbeya. Watu wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na kesi ambayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mawakili wake wameweza kufungua kesi hiyo katika mahakama ya Mbeya kuhusiana na kupotea au kutekwa kwa Mdude Nyagali. Maoni yamekuwa mengi kweli, lakini wa kwanza anaitwa Matanga, anasema nafsi inaniambia walalamikaji wanatuanga maji kwenye kinu, hapo ndipo ishaisha, tungebakia wapole tu. Lakini Kutishi anasema #free Mdude Nyagali, lakini Otea anasema chama chetu na wafuasi wetu ndio mnaongoza kuwa na kesi mahakama zote, kuanzia kesi ya mauaji, utapeli, uhalifu wa mali na kadhalika. Lakini Rashidi anasema kwa hiyo tuwachangie mwende. Lakini Don Minja anasema ile akina soka ilishia wapi? Dr. Slaa ana majibu lidude limejificha wapi? Lakini wengine pia wamezidi kuandika #free Mdude Nyagali. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umeweza kutoka katika chapisho la John Pambalu katika mtandao wa Twitter. Jina langu ni D wa KOA TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako kwanza kabisa kutembelea katika channel yetu ya KOA TV. Bye bye.